Galaxy Media, karibu tuyazungumze yale ya kimichezo baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kufurumushwa huko katika nchi za watu Morocco. Goli 2 kwa mtungi, 2 kwa sinia. Niko na mzee wangu hapa, mzee Mwaipaya. Shikamoo. Malizia kwanza, Mwaipaya OG. Mwaipaya OG, katibu wa masuala ya ulinzi na usalama katika kijiji cha Mwembe Simba. Mwakilishi wa Kamanda Mulilo. Kamanda Mulilo anatambua kwamba usalama umeimarishwa. OCD wa Changombe anatambua usalama umeimarishwa. Polisi kata anatambua usalama umeimarishwa. Na upelelezi bado unaendelea. Unapeleleza nini sasa? Yoyote atakayejiona kwamba tarehe 25 hauhusiki. Yaani hii taarifa kwa umma, natoa taarifa kwa umma. Mnaanza kutisha watu. Sio kwamba natisha. Natoa taarifa kwa umma nikiwa kama katibu wa masuala ya ulinzi na usalama wa kijiwe cha Mwembe Simba. Nazungumza kwamba yoyote yule ambaye hahusiki katika mechi ya tarehe 25 bora aende katika vijijini walikotoka huko, sijui Bomba Mbili, sijui Songea huko, sijui Mkulanga huko, sijui wapi tu Wangoma, yani wote waanze kuondoka katika ile jiji la Dar es Salaam, kwa sababu wenye nchi wanataka kufanya jambo lao kubwa sana. Mwenye nchi anataka kuunguruma tarehe 25. Ukijiona hauhusiki, kaa mbali na uwanja wa Benjamin Mkapa. Mnataka kunguruma mzee wangu, lakini kule mlipelekewa moto kweli kweli, chuma 2 sio mchezo. Wewe kama una copy na kubesti, mechi ya Almasi ilikuwaje? Sasa hii haikuwa finali mzee wangu. Tunakuja sasa katika sasa ndio umekuja katika kwenye masuala ya mpira. Umeelewa? Wewe ni Saidi, umeangalia ule mpira ule pale. Baada ya mwisho nini kilitokea? Kwenye mchezo wa juzi ule. Baada ya mpira mpaka umekusha pale, nini kilitokea? Watu si wakaondoka. Angalia tu yani nini kitokea uwanjani pale. Kuanzia wachezaji, benchi la ufundi na RS Berkane, kuanzia wachezaji mmoja walikuwa unaona yani wako katika kama hawana furaha. Hawana furaha. Hivyo unaweza kashinda fuka una furaha. Sasa hiyo ndio ijue kwamba wale jamaa RS Berkane. Na ndio maana yule makamu wa kafu yule ambaye alikuwa ni kiongozi wa RS Berkane alikuwa anapambania pale kwamba mechi ikachezwe katika uwanja wa Amani, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwa Mkapa kule wale jamaa wamezoea uwanja wao sijui futi 18 kwa futi 18. Watu mmelundikana tu, hamna yani hamna kupeana nafasi, umesikia? Joto tu uwanjani bana. Hata tutakuja katika uwanja huo uwanja Benjamin Mkapa. Futi 150 kwa 150 sasa. Mwenye mbio akimbie tumuone pale. Umeona dakika yani kuanzia kipindi cha pili uliona alisebelekana anacheza mpira? Baada ya kina Mutale wao kuingia huko. Bodo Mutale, Kivuruge. Yule anaitwa Kivuruge yule. Umemuona ba? Umemuona Ateba shule alikuwa anaifanya Ateba? Yule Kamala ana assist zaidi ya 4. Ana goli 4. Kwa unu wengine pale. Lakini pale unaambiwa baada kuona Ateba pale, jamaa alikuwa kila mara alikuwa apande mpaka kufika kwenye maeneo. Ndio huyo ambaye aliwanyoosha sana katika ule mchezo. Kwenye goli la kona. Kafunga kwenye goli la kona Masia. Na ndio maana nasema vipi? Sisi pale hatuna goli ambayo tumefunga si la move. Wale jamaa yani tumejifunga sisi tu. Kwa sababu tungefanya marking pale ile sogoli. Jamaa kafunga ndani ya msitu wa watu, wamepiga pasi. Naomba nielewe kitu kimoja. Mpira ulianza kwa nani? Kwa Kamara akatoka. Kwa Abdulrazak Hamza. Kamala alimpa Abdulrazak Hamza. Hamza akalilei kwa sababu wanafanya pressing ya juu, yani wanakuwa wachezaji watano wanafanya pressing katika goli leno, umeelewa? Ikafanyika hapa, akamrudishia nani? Akamrudisha golikipa. Kumrudisha golikipa pale mwisho wa siku pale kafanya nini? Baada akataka kuosha pale ule mpira ukamgonga tena, alifanywa alafu unajua yani Yusuf Kagoma kaguswa kidogo pale. Kaondolewa katika balance. Sio tuna macho tunaangalia pale. Pale ilikuwa referee ampe fair play, na ndio maana Kamala alinyosha mkono bwana, hujaiona foul ile mpaka imekuja kuzaa goli pale. Ile ilikuwa foul pale. Lakini wote kwa wote kasema na sisi tumeshapoteza mchezo, lakini tusipoteze kwa idadi kubwa, na ndio maana aliingia Valentino Nouma, akaingia Bodo Mutale, tukaje kumalizia kabisa na Mavamba pale. Watu wakawa wanahema wenyewe sasa kule. Wanaomba mpira uishe. Umeona mpaka pale unaisha wako hoi pale. Tunataka kuwaonesha kwamba bwana hii ni Simba. Yaani klabu yasema tunaenda yani na mipango mikakati. Sio kama timu nyingine. Watu wangu wanasema mlikuwa hamjazoea mechi za finali. Sasa ndo mmekutana na mechi zenyewe sasa. Finali inachezwa hivyo kama wao walichokifanyaga. Wala mcheza finali gani wala? Si finali ya kafu hii. Ndio maana nilikuuliza swali kila yani nilikuuliza maswali yani maswali magumu wiki iliyopita hujanijibu. Nilikwambia uje na majibu.
kuna timu aina gani ambaye ilicheza finali na klabu ya Yanga mpaka leo ipo kwenye mashindano haya? Hakuna hata moja. Walikutana na wauni watupu, tumeelewa. Yani malumo yani ndio maana kaambia Yanga alikutana na timu ambazo yani sasa kama yani kunguru kumnyea nani binadamu, sio shabaha ile. Ni bahati mbaya tu. Mtu kapita pale kunguru kamnyea. Ndio chokutana nao Yanga pale. Kwa sababu Yanga kutana na malumo. Malumo leo unazungumzia kwenye ligi ya nani? Kwenye ligi ya South. Haipo. Unajua kumzungumzia nani? River United wapo? Hawapo. Hata USM Raja wapo? Hawapo. Kwa sababu nini maana yake? Kwamba walikutana wabovu watupu, wendazimu watupu wote. Kuanzia Yanga mwenyewe ni mwendazimu tu, wamekutana wote watupu. Hii hapa ndio watu wenye akili zao. Hawa watu wenye akili zao ndio hapo. Usimwone mpaka hapo. Ndio maana tukwambia kitu kimoja kwamba sisi sisi ndio tunaenda kujiandaa na finali. Na hata hao wanakuja RS Berkane hapa wanajua kabisa wanakuja katika tanuri la moto. Wanajua kuna makaburi pale. Lakini hii ni finali mzee wangu. Mtaji wa goli 2 ni mkubwa sana. Finali tulicheza na nani? Na Ahli Tripoli Libya. Silikuwa mechi ya kwanza ile. Ile ndio finali ile. Yaani ile ndio finali ile. Wadau wote, kafu wote waliangalia ile ndio ilikuwa finali pale. Timu iliwekeza hela zaidi ya bilioni 28. Bilioni 28 imewekeza kwenye kucheza na nani? Kucheza na klabu ya Simba. Wamekula goli 3 kina Mabululu. Wala hana mchezaji kama Mabululu wewe. RS Berkane hana mchezaji kama nani Mabululu. Hana. Utaje kuwakimbia hapa. Nesi mnachelewa kunasema hao maiti mtaje kuwakimbia. Yale tuliyofanya kwa Oloya ndio tunaenda kuyafanya tarehe 25 kwa mkaka. Sema Ipaya OG serious? I am serious. Naacha kazi, mfunge goli 5. Naacha kazi nafanya sio 5. 7. Naacha kazi nafanya kazi. Kipigo cha Oloya kinaenda kumpoteza RS Berkane na anaweza akarudi nyumbani kula mpaka hata ubingwa wenyewe wa ligi pale akarudisha kombe hata nani. Waende watu wengine ba. Mzee mshachungulia. Nani? Yeah. Sisi ni watu hatari sana sisi. Yaani sisi ni watu hatari. Nakwambia tena chukua kodi. Tunang'ang'ania kwa Mkapa. Na ndio maana tunazungumza kwamba yoyote ambaye hahusiki na ile mechi arudi kijijini alikotoka. Na wala asijihusishe nayo. Na kuanzia leo hivi vijezi vyao vya mapambio hivi umeelewa? Marufuku kuanza leo kwa sababu leo inatawala kuanzia nyekundu, nyeupe na hii ubaya ubwela. Hii ni amri naitoa hapa kwamba kuanzia leo vijezi vya mapambio watafute sehemu ya kuweka. Ili ni wiki la mnyama. Wiki la Simba, ili wiki la Simba. Tukutane Zanzibar inaitwa. Na tukikuona kama hatukuelewelewi pale utaingizwa kwenye check up tukuangalie kama kweli wewe ni wetu au sio wetu. Tumeshafunga kamera za kuangalia mpaka watu wanataka kuhujumu mechi hii hapa. Tunajua vikao vinaendelea, tunajua kuna watu yani vikao vinaendelea kwa sababu ya hujuma ya mechi, lakini sasa tuko vizuri. Kina Kagoma walipoteana siku ile katikati pale kwa alipo kamera. Walikuwa watu wanavunja kuni. Kagoma kafanya mambo ya hatari kabisa pale, kavunja sana kuni pale. Pale yani karibu. Maji alimzidi. Hakuna pale karibu sana. Yusuf Kagoma kacheza kwa kiwango kikubwa kabisa. Janet Chalea huo kacheza kwa kiwango kikubwa kabisa pale. Na ndio maana nimekuambia wale baada ya sisi yani magoli kuasistia sisi hapa yale magoli wamefanya nani? Kwamba unataka kusema mmejifunga. Yale sio magoli ya nani yale. Kwa sababu magoli tulikuwa tunamiliki si mpira sisi. Wamepiga kona, wamepiga kichwa. Nisikilize. Hata mpaka inaenda kutokea kona pale. Hata inaenda kutokea kona ile pale. Tayari Simba alikuwa anamiliki mpira pale. Kwa hiyo nyinyi mlienda kucheza mpira lakini hamtaki kufunga. Nisikilize. Tulikuwa tunacheza mpira, sio umeelewa mpaka hapo. Kwenye makosa ndio yapo. Na ndio maana tumesema vile sisi tumefunga magoli ya kizembe. Sio magoli ya kuzidiwa. Kuna magoli ya kuzidiwa, ina maana pale mtu anapelekewa moto, zinapigwa pasi za huku kwenye mashimo. Watu mtawanyika maneno. Lakini Simba, lakini sasa ile goli lile. Ngoja lile goli. Lile aliachiwa tu bwana, nenda kafunge. Wasimuhuni, nenda kafunge. Wauna wanaachiwa tu bwana. Haya. Wanalalamika huko basi ya VAR amechola pale wachezaji wawili wako offside. Hata ile goli la kwanza lenye hilo pale. Muamuzi angekuwa yuko yani muamuzi lazimeni tayari jamaa walikuwa offside watu wawili. Wa offside walikuwa watu wawili wale. Wale formation yao walikuwa wanacheza nini? Kwanza wamecheza na marefari kwamba nyie kafungeni magoli, VAR ndio itakayokuwa inaamua. Kwa sababu angalia hata ile goli tunafunga si goli la kwanza lile. Wale jamaa walikuwa wako offside, ikabidi Chamoka Labua toke kwenye pacha yake pale, arudi ndio akaenda kuokoa kona pale. Wewe uliona mpira pale. Mimi nimeuangalia mpira, ilikuwa na mtoto wangu ana miaka 2 anaitwa Sabri.
anauelewa mpira, anakaa, yani ndio mchambuzi ajaye. Yani wewe Sabri ni mchambuzi ajaye, anakaa anaangalia mpira pale, anaona kuna makosa pale, anambia baba angalia hapa tumefanya makosa pale kwanza pamoja. Baba angalia Mpanzu simuoni leo. Kibu Denis simuoni baba, kapotelea wapi? Yani jambo zuri sana mzungumzia. Kwa nini Elia Mpanzu hajacheza mpira? Kwa nini Kibu Denis hajacheza mpira? Na ndio maana nimekuambia vipi, sisi tulikuwa tunawaacha wenyewe, yani sisi tulikuwa tuwakabi. Wamekutana bwana. Sisi si mchezaji mmoja wa Alex Berkane alikuwa anakaba na mtu mmoja tu. Tulikuwa tunaweka yani uuliza usema tuwakabe watu 4 5 kwa mtu mmoja. Wale walikuwa wanamjua Elia Mpanzu ndio Kibi Sawala au wifi ya nchi. Volcano. Au wifi ya nchi. Bila wifi ya nchi na maana mawasiliano hayapatikani hapa. Bila Elia Mpanzu yani kuzungumza jambo hayapatikani mawasiliano. Wewe simu yako na mawasiliano. Wewe umekuja tu kibububu, tumekuja. Wewe umekuja kibububu tu hapa. Nimekupigia. Wifi ya nchi ilikuwa yani imekamata zile, umeelewa? Wale walivyoangalia kama wamwangalia Elia Mpanzu shughuli yake, walikuwa wanaenda kumkaba watu 3. Kama timu bora mwekeni mtu mmoja tu pale tu. Sasa kumbe anakabika kwa Mkapa, kama ikichezwa hapo ama Zanzibar si watamkaba vile vile. Sasa na ndio tumatengezea mfumo, umeelewa? Watakuja na idea kwamba kuona kwamba Elia Mpanzu Kibi Sawala ndio ni mtu wa kuchungwa zaidi, wataenda watu 4 5. Sasa anaweka kivuruge pale, budo pale au kivuruge pale. Yaani mpaka kipindi cha kwanza anachokuambia mimi, unaelewa? Niliwaambia mechi na Al Masry. Mpaka kipindi cha kwanza hiyo mechi ya Jumapili Simba ana goli 3. Mechi ya marudiano mpaka kipindi cha kwanza kwa Mkapa Simba 3, Alex Berkane hana goli hata moja. Ni finali. Na hichi ni finali, na hichi ni kipigo, anaenda kupigwa kipigo cha mbwa mwizi. Finali hakuje kutokea finali za namna hiyo unazungumza. Ndio tunaandika historia sisi pale. Tunarudia historia ya mwaka ile kipengele 95 tulimwadabisha na mfululizo wa goli 5 bila. Anaenda kupokea kipigo kikubwa kabisa pale. Sasa kama wamemudu kumkaba Mpanzu, Kibu Denis wakampoteza, hizo 3 zinaingiliana. Nimekuambia vipi, uwanja wao futi 6 kwa futi 6. Yaani uwanja wa AS Berkane sana kinanda chako cha chumbani tu basi, umeelewa? Futi 6 kwa futi 6. Wanakuja hapa kwenye taroli la moto. Kwamba unasingizia uwanja ndio chanzo cha kufunga. Yaani uwanja kama wa KMC. Na ndio maana wale KMC mnashindana. Yaani nielewe sasa, umeelewa? Na ndio maana AS Berkane walikuja KMC wakao wanaangalia wanaangalia Simba wanacheza vipi katika kiwanja kidogo. Mechi itakiwa iende kwenye uwanja wa Mohamed wa 5. Wakakataa, wakarudi. Kwa sababu ameangalia jamaa Mohamed wa 5 pale. Wydad Casablanca alizimia pale. Tukiwapeleka itakuwa shida. Wenyewe hawaamini hawa wametokaje hawa, kwa sababu kwenye uwanja wao Manispaa kule hakuna timu imefunga goli 3. Timu 5 4 5 4 3 haija kutokea. Lakini wanaume washoka pale sasa tena goli zenyewe hizi hatujawafunga hizo goli. Yaani makosa yao tu. Lakini wale tumeona Constantino wale walikuwa wanalazimishwa kufanya makosa. Walizidiwa kwa kila idara. Angalia hata ball position ngapi kwa ngapi. Ukitaka kuangalia kama Simba amepiga mpira ngapi kwa ngapi. Simba ball position ya 51 na pointi kadhaa kwa 48 pointi kadhaa. Ina maana bado tulikuwa tuko level. Kuna kipindi kuna naenda 50 kwa 50. Level. Hiyo ni level. Kwa hiyo watu wanachukulia poa klabu ya Simba, yaani wasichukulie kabisa klabu yani poa. Mwaka huu tuna jambo letu. Ukiona Mwaipaya Ujia anatoka hadharani anazungumza jambo, huyo tuna jambo letu. Na ndio maana matahadhari tunatoa kila na naendelea kurudia tena. Waandishi wa habari. Wana nini tena? Waandishi wa habari, kama mechi haikuhusu, fungia kamera yako nyumbani. Usije kuwa Mkapa. Hutapata nafasi ya kuingia. Utasachiwa kuanzia yani mpaka kwenye nguo ndani unasachiwa tukujue wewe ni nani. Kwa sababu tunajua nyewe mnatumika. Tunajua hao nyuma mwiko wala kwa sababu kuna Somali Koko nyuma mwiko hapa wanatumika. Wako radhi kuona kwamba Simba ipate kombe, lakini tunaambia kama hiyo leo imekwisha. Mama Samia Suluhu Hassan, serikali ya nchi ya Tanzania inahitaji kombe. Na ndio maana ninachokuambia kitu kimoja. Ukibainika unahujumu klabu ya Simba, wakikuchukua watu wa usalama, yani wewe unaweza kupewa kesi ya uhaini ukapotea kabisa pale. Mimi natoa tahadhari tu kama mapema. Kama huna shughuli ya kufanya, nenda kalime kijijini. Katafute kazi ya kufanya. Lakini mzee pia walisema kwamba hii mechi za finali zinavyochezwa
hazitaji ya mambo ya mazoea kwamba tulimfungaga huyu hivi, sisi tulimfunga huyu hivi. Hawatakaga ya mambo ya mazoea kwenye finali. Maana sisi tuna tukio moja tu. Hatuna tukio la suluhu wala tukio la kufunga. Tuna tukio moja tu la kwenda kupindua matokeo na kuishangaza dunia. Wanasema pia mnaweza mkashinda lakini kombe mkaliacha. Kwa maana ikawa ni 2-1. Vipi? Tunaenda hivi Oloya alifungwa ngapi Oloya? Lakini haikuwa finali. Ngoja Oloya alifungwa ngapi Oloya? Hebu nikwambie Oloya alifungwa ngapi? Oloya alichambwa 7. Apigwa 7. Hawa akala 6. Zihesabu mwenyewe hapa. Orlando alikuja kula 3 sijui 4. Hesabu mwenyewe. Lakini sasa hawa ni Berkane wa Arabu. Mbona unashinda kuuliza Waarabu? Na faida ya msikilizaji wa chombo chako, tumeshacheza na mtazamaji, tumeshacheza na Waarabu watatu. Tunajua test ya Waarabu tunafahamu, hatuna shaka nao. Na ndio maana watu yani nyewe mtawageuka. Al-Masry tulipokuwa tunacheza na Al-Masry, watu wote mlikuwa mnajua kabisa kwamba Al-Masry sisi wameshatutoa na vyombo vyote vya habari wakasema si mlima Everett, si mlima nini. Huyo kina Hansi Rafael. Leo anazungumza jambo leo. Leo anazungumza jambo. Hajui hata uchambuzi wa nini masuala. Anazungumza sasa hivi na anasema anawaambia si niliwaambia. Yaani kutuambia nini? Kwamba hamtatoboa kule ugenini. Hajatoboa. Si mmefunga. Ngoja alivyoanza mechi na Al-Masry, yaani usimlishe maneno, alianza mechi na Al-Masry. Ndio maana naambia mechi na Al-Masry hakutoboa. Ndio maana ninachokuambia vipi msia, wachambuzi sisi huwa hatuifungi RS Berkane. Sisi tunawafunga wachambuzi wachambuzi chwala, wachambuzi bahasha. Mtu akishapiwa bahasha tu anaondoka kwenye uhalisia wake, achambui mpira. Mtu anakuwa na chuki tu. Unaona kuna mtu anaitwa si Mkalaboko hana facts za aina yote anazozungumza. Mimi hapa sitaki viewers. Umesia? Mimi sitaki viewers kusema si nazungumza. Mimi nazungumzia uhalisia wa mpira, umeelewa? Naijua klabu yangu ya Simba, nafahamu jinsi wanavyoenda kufanya matukio, umeelewa? Lakini kuna baadhi ya wachambuzi ambao hawana passion aina yote ya kuchambua mpira, wako kwenye radio. Lakini pia mzee wangu hapo. Mara nyingi Simba anakuwa bora sana akiwa kwa Mkapa. Na wiki ile tulivyokuja kuzungumza kabla ya mechi nilikwambia kwamba Simba akiwa ugenini anakuwa na hali mbaya, anashindwa kupata matokeo na yametokea kweli. Safari hii kuna probability mechi kapigwa kule Zanzibar, New Amaan Complex. Mtatoboa? Hakuna kwa Mkapa atoki mtu tena, ni Zanzibar. Kwanza Musepe kama anasia clip hiyo, sababu najua katika YouTube dunia nzima inaona. Na hii taarifa nampa Musepe kwamba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ina shughuli yao ya tarehe 25 mwezi wa 5 2025. Hiyo mmeitengeneza ama kuna shughuli kweli? Tuna shughuli. Mimi nilikuwa ni mmoja wapo watu wa mambo ya ulinzi na usalama, umeelewa? Katibu wa masuala ya usalama wa kijiji cha Mwembe Simba, namwambia Musepe kwamba hiyo mechi unayopeleka Zanzibar kuna shughuli za kiserikali. Tafuta uwanja wewe. Ukitaka tukapigie kwa Madiba tupo tayari. Rudisha RS Berkane pale tuko tayari. Kama sasa hivi mmejipanga kwa lolote lile. Kwa lolote lile, umeelewa? Ndio maana nakwambia uwanja wa Amani una shughuli za kiserikali tarehe 25. Sije mkafungwa kwanza kusema wametufanyia hujuma. Sisi umesia, ndio maana hujuma anafanywa mtu mkubwa. Kama alivyofanywa Yanga. Wewe unafanywa hujuma wewe. Wewe mtoto mdogo unafanywa. Basi alifanywa. Nani? Yanga Afrika kafanywa hujuma. Sauzi kule goli azizikiri kafanywa hujuma gani? Viara imegoma kutizama kwa goli lile. Alikiri rais wa CAF mwenyewe alipokujaga. Mbona rais alisema ni goli? Watu wenyewe hawajui, yani hawajui kuongea, yani kwa sababu kuna lugha ya mpira, umeelewa? Usijue kama tunaongea Kiingereza sisi ni hau kama sisi na nini ukajua ndio lugha. Kuna lugha ya mpira. Wao wanashindwa kujitetea. Hawana lugha ya mpira pale. Azisikika kutoka Hispania. Lakini bado hajajua lugha ya mpira pale. Wamekaa tu. Angalia ni lugha ya mpira pale. Kina Shabalala mtu kachukua mpira wake pale. Wewe mwamuzi nenda kwenye VAR hapa mpumbavu wewe. Kwenye chuma cha 3 umeona nani Shabalala kachukua mpira. Kachukua mpira mwamuzi njoo kati ambia sijachanganyikiwa kwa sababu mimi nilikuwa najua kabisa. Nilikuwa najua kabisa RS Berkane hana uwezo wa kuifunga klabu ya Simba goli 3 bila. Hana uwezo huo. Mara 2 hapa kwenye uwanja wao pale. Hana uwezo. Lakini sisi tunaenda kumfanya kitu kibaya, na dunia nzima itatikisika, dunia nzima. Akija Tanzania. Anakuja Tanzania na yule makamu wao wa rais si atakuja? Ambaye ndio mwenye chokochoko. Yule ataondoka miguu mpaka na Moroko yule. Mnamtembeza kwa miguu? Sio sisi. Atatembea kwa miguu mpaka Moroko yule. Yeye mwenyewe. Atasahau ndege na
atatembea kwa miguu kama Morocco. Sema kiwanja cha Berkane kile hakikuwa na mapana mzuri kama ya Benjamin Mkapa. Lakini pia kama mkichezea Zanzibar, pia Zanzibar hakina sio kikubwa hivyo kama kile cha kwa Mkapa. Ndio maana tunasema Zanzibar kuna shughuli za kiserikali. Sasa tutaenda kufanya yani sisi ukiingia kwenye website za CAF hata sasa hivi unakuta pale second leg mechi ya finali CAF Confederation Cup ni Zanzibar ama. Panga kiwanja ni sisi sio CAF. CAF hana mamlaka kupanga kiwanja. Nyinyi ndio mliandika viwanja vya kutumia ni viwili. Sikilize, na ndio maana yani hapo hata waandishi wa habari wa Bongo yani sijui nakwambia ni vile pua ni umeelewa? Tunasema sasa. Yani wachambuzi na baadhi ya waandishi yani wewe kidogo unaweza kupata akili kwa sababu unaongea na mtu mwenye akili. Ukiongea na mtu mwenye akili na kuongezea akili utakuwa na madini mengine. Utakuwa na mtu mwenye akili zaidi. Na chombo chako kitafuatiliwa na watu wenye akili. Umeelewa mpaka hapo? Ukiongea na mtu mwenye akili utapata akili, utaongezea uweledi kuwa na akili. Na chombo chako kitasikiza na watu wenye akili. Sio mambo mbombo. Umeelewa mpaka hapo? Hawajui kwamba wale kafu walipendekeza. Sio walitoa amri. Kuna amri na pendekezo. Unalijua hilo kwamba? Mbona nilikutana na mchambuzi mmoja nilifanya naye mahojiano. Hebu mtaje jina kabisa tumliponi muone. Mkaraboko. Aliniambia Mkaraboko kama unamjua Zuberi Mkaraboko. Kocha kabisa yule. Kocha akasoma aliniambia kwamba mimi nilimwambia hivi CAF lakini wametoa recommendation akaniambia wewe hujui kuchambua Kiingereza. Maana recommendation ndio amri yenyewe hiyo. Hakuna amri. I recommend you. Na kuamuru. Yani sio kuamuru. Yani pale kaomba, ombi. Masia, kuna command, kuna ukisema yani huyu labda ajue hata Kiingereza Masia. Ukisema mtu akwambia nani mwenye mandate ya kuamua hili jambo, angalia, mwenye mandate. Ina maana mwenye amri. Ukitia neno jingine recommend, yani jamani sisi tuongee lugha gani? Kuomba ni pendekezo. We Mkaraboko kama haujui Kiingereza, mtafute Mwaepaya OG, njoo na peni na karatasi, yani uelimishwe. Kwa sababu bado tunaongea utumbo tu yani kwenye mitandao ya kijamii. Wewe unakuwa na watu kuna watu wanakusikiliza. Jaribu kuongea yani kifasaha. Wale wameomba. Kutokana na sisi tuliowapelekea maombi yetu, angalia. Wale wameomba kutokana na sisi tuliowapelekea maombi yetu. Tuliangalia mechi na Al-Masry, mvua ilivyonyesha, uwanja ulivyokuwa mbovu, tukaogopa kuna vitu vitatu labda mpate faida yani mpate kwanza mzee. Yani kitu cha kwanza CAF wanachoangalia kwenye uwanja. Kama uwanja utakuwa mbovu, umeelewa? Maji yamejaa. Na mechi imeahirishwa siku ya kwanza. Siku ya pili ikachezesha tena mechi tena. Uwanja umejaa maji. Siku ya tatu yule mgeni yule anaruhusiwa kuondoka zake. Kwa hiyo nyinyi mnakuwa mmepoteza mchezo. Hilo watu walifahamu hilo. Unajua sio mnaongea kwenye media kubwa. Simba wakaamua kupeleka kwanza yani namjibu huyo msimu Mkaraboko simu nani si kiboko si yani mimi si hata jina lake umeelewa. Kwanza simfuatilii. Sina haja ya kumfuatilia mtu ambaye hajui mpira umeelewa. Na sina haja kusikia hata redio za Tanzania. Na ndio maana hii inatoa yani official yani kwa redio zote za Tanzania nchi zima. Sichagua hata redio hata moja. Bado wanahitaji wakasome masuala ya uchambuzi wa mpira. Waende kusoma kwa Dr. Liki Abdalla, waende kusoma kwa Furahisha Sapi. Wale ndio wachambuzi ambao walikuwa walikuwa ni vioo wa wachambuzi. Umeelewa mpaka hapo? Lakini wachambuzi uchwala mtu kaenda kuchoma mka wake huko kutoa ngoma huko, aje kusema yeye mchambuzi hapa. Mchambuzi aje kuwa nani? Asalafu aje kuwa mchambuzi. Kwa hiyo unataka bado hujamaliza. Narudi nasema vipi? Kwa nini Simba alienda kutoa pendekezo la kiwanja kingine cha Amani? Umesia? Kwa nini aliomba alitoa pendekezo akapeka CAF pa. Alipeka viwanja viwili. Cha Mkapa na cha kwa Amani, umeelewa? Tuliangalia sisi tukajiridhisha kwamba bwana uwanja huu au Stella Bosch watu wakifika hapa na hii mvua ikinyesha hapa itakuwa shida. Kama itakuwa shida na maana mechi huenda ikaahirishwa. Ikaahirishwa siku mbili, Stella Bosch wale wanaandika barua tu kwenye CAF wanaondoka zao. Simba tunapoka point zetu bwana, yani tunaondolewa kwenye mashindano kwa sababu miundombinu yote ndio imetuharibia. Lakini serikali kupitia Mama Samia Suluhu Hassan ni mwanamama shupavu, na ndio maana nakwambia ni mwanamama wa soka, mwanamama wa karne, na katika nchi ya Tanzania hajapata kutokea mwanamama shupavu kama Mama Samia Suluhu Hassan. Nilisha kumsifia siku moja kwamba ni mwanamama ambaye anajitambua, ana uweledi, haogopi mapambano. Aliruhusu vyama vya siasa vifanye maandamano nchi zima. Yakafanyika maandamano walikuwa wanataka wenyewe,
yani mama yuko strong. Mama aliamua kama ni matatizo ni ya uwanja, na sisi uwanja liko kwenye serikali yetu, si ndio wenye uwanja, tuna jukumu la kutengeneza uwanja. Wameitwa Waturuki wale Waturuki, sifa yao kubwa wale ni watu wa viraka dunia nzima. Ukiona kiwanja kina shida hata Uingereza kule wanaenda Waturuki wale ni watu wa viwanja. Umemwona kuna Muingereza mmoja ambaye yani ni mkaguzi wa viwanja wa FIFA, sio wa CAF, sio wa bodi ya ligi wala nini, ule wa FIFA katoka Ulaya kule. Amekuja kachukua vipimo vyake, kapima, kaandika ripoti. Mwambie Mkalaboko naye anakuambia ile ripoti ya yule mkaguzi kaisoma.